ni line yetu kubwa ya umeme ya msongo wa kilovolti 220 inayotoka Makambako hadi Songea. Ni ya nguzo za chuma, haiko mbali kutoka hapa, ni maeneo ya jirani na mnaweza mmewahi kuiona au mnapita mnaiona mkono kwenye TV zenu. Ile line ina upana wa mita 60. Eneo ambalo limehifadhiwa mita 60, ambapo mita 30 kutoka kila upande wa line hutaki kufanya shughuli yote ya kijamii. Nitalielezea kwa mapana kidogo kwamba ni kwa nini hilo eneo limehifadhiwa. Serikali kupitia dhamira yake njema ya kuwalinda wananchi wake na kulinda miundombinu yenyewe, ndio maana kabla ya kujenga hiyo miundombinu ilifanya tathmini ya hilo eneo la kupitishia umeme. Kila mwananchi ambaye alikuwa na portion yake ya ardhi kwenye eneo husika akapewa fidia ili atafute eneo mbadala akafanya shughuli zake za kijamii. Lengo ni kwamba baada ya hiyo miundombinu kukamilika, ikachajiwa umeme kama tunavyosema sasa hivi kuna voti 220 kilovoti. Ni sawa na voti 220,000. Ni umeme mkubwa sana kiasi kwamba hata kwenye yale maeneo ukifanya shughuli zako kama za kilimo, ufugaji na vitu vingine, tayari unapata madhara makubwa sana mionzi ya umeme ambayo inaweza kupunguzia siku zako za kuishi. Kwa hiyo serikali kwa dhamira njema ndio maana iliyafidia hayo maeneo ili muyapishe hayo wazi yatumike kwa ajili ya kusafirishia umeme. Kwa hiyo tunakumbushana hapa ili tuweze kuepuka kuingilia kwenye miundombinu na tuweze kuepuka madhara yanayotokana na hiyo mionzi inayopatikana kwenye umeme. Lakini swala lingine ambalo lilikuwa ni malengo ya serikali ni kuilinda miundombinu yenyewe. Nimezungumza vitu viwili kwamba lengo la serikali kutoa fidia, la kwanza ilikuwa kuwalinda wananchi wake. Ingekuwa na uwezo wa kuacha mkaendelea kufanya shughuli hapo, lakini ilitambua mkibaki hapo mtaathirika kutokana na madhara ya mionzi ya umeme, au wakati mwingine hata zile waya zenyewe wakati mwingine huwa zinadondoka chini. Unaweza kudondoka ukuta huko shambani then ukapoteza uhai, au unachunga mifugo yako huko kwenye line ikadondokewa na waya ya umeme ikafa yote. Kwa hiyo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao ndio maana ilifanyika fidia. Lakini swala la pili ni kwa ajili ya ulinzi wa miundombinu yenyewe, kwamba imeyofidia mtoke pale ili ile miundombinu isibuguziwe, iweze kusafirisha umeme kwa usahihi ili wananchi tuweze kupata hiyo nishati pasipo katika. Kwa sababu ikitokea mwananchi amebaki pale akafanya shughuli zake kama za kilimo kama tulivyokuwa tunasema, akasababisha mmomonyoko wa udongo, nguzo ikadondoka, tukakosa umeme, na tunaweza kukosa umeme hata kwa muda mrefu, kwa sababu kurudishia nguzo moja ikidondoka unaweza kutumia hata zaidi ya wiki 2 hadi mwezi. Mkoa wa Ruvuma tukose umeme kwa wiki 2 hadi mwezi kwa sababu ya mkulima mmoja ambaye alikuwa analima kwenye line. Nyie mnaona ni kitu kinakubalika? Jibu ni hapana. Kwa hiyo lengo la pili lilikuwa ni hilo, kwamba ili miundombinu hiyo iweze kuwa salama pasipo kuingiliwa na wananchi. Tukirudi kwenye swala la ulinzi wa hiyo miundombinu, kama tunavyofahamu wote, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, swala la ulinzi wa miundombinu ya umma ni jukumu la kila mwananchi. Shirika la TANESCO ni shirika la umma, ni shirika la serikali kwa 100%. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwananchi wa Tanzania kuhakikisha kwamba miundombinu ya umma inakuwa salama wakati wote. Na ndio maana tunakumbushana kwamba swala la huo ulinzi haliwezi kaa jukumu la mimi peke yangu au la mwenyekiti au mtendaji peke yake, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kujigawa tukaa katika kila eneo kwa wakati wote. Lakini kupitia mjumuiko wetu kama wananchi wa eneo husika, kuna watu wana nyumba za makazi maeneo yale, kuna watu wana mashamba maeneo yale. Kwa hiyo ni rahisi wao kushuhudia nini kinachoendelea kwenye line na kutoa taarifa
sahihi kwa wakati, tukakizuia na tukaepusha hao madhara yasiweze kutokea. Kwa hiyo hapo ndio jukumu letu sisi wananchi na umuhimu wetu mkubwa kwenye kusababisha kwamba tunalinda hiyo miundombinu unapokuja, kwa sababu sisi ndio tunaishi na hiyo miundombinu, sisi ndio tunaishi na hizo mali. Kwa hiyo ni jukumu letu kuzilinda ili ziweze kuwa salama wakati wote. Kama ambavyo wametangulia kuongea hapa viongozi, tayari tumeshaingiliwa. Kuna watu ambao hawana nia nzuri, wameshaenda kwenye hiyo miundombinu, nguzo mbili wamelarua zile waya ambazo zinazuia watu kupanda juu. Ni madhara tayari ambayo tumeshapata kwenye mji. Sasa kabla tujapata madhara zaidi, tunasema tuje tuwashirikishe, tukumbushane, tuhimizane ili tuweze kuongeza namna bora ya kuweza kuilinda hiyo miundombinu na hatimaye tuweze kupata umeme wa uhakika kwa maendeleo ya Mshangano, Songea, Ruvuma na taifa kwa ujumla. Basi baada ya kusema hayo